Mpenzi mtazamaji wa Global Vibe TV, kwa mara nyingine tena tumekuletea fursa ya kuenda kukisikiliza kila ambacho tutakwenda kukiongelea siku ya leo kutokana na brother ambao unamuona mbele ya screen za kamera zetu hapa. Ni moja kati ya my best friend kabisa, naweza nikasema kitu kama na hicho, kwa kuwa kuna ndugu yetu ambaye alijulikana kwa jina la Rashidi Sango, Sango Rashidi, kitu kama na hicho. Baada ya kutuacha tu mambo yakawa ni mengi sana, manunguniko yakawa ni mengi kutokana na wale watu ambao waliwahi kuishi naye kwa ukaribu na nini, na ndio leo tumepata fursa kubwa ya kukutana na moja kati ya marafiki zake ambao walikuwa wakiishi naye pamoja, na kuna baadhi ya vitu ambavyo tumeona tuviulizie kwa moja kati ya marafiki zake aweze kufafanua vizuri. Je, lifestyle yake kutokana na gisi alivyoishi naye, vitu kama na hivyo, atakwenda kutueleza. Brother, habari yako? Nzuri. Wema lakini Sana tu. Yes, kwa mara ya kwanza unaonekana kupitia Global, labda watu wangetaka kufahamu kwa majina, unaitwa nani? Kwa majina naitwa David Guillaume Webenga Dav. Ni mengi, yani nikimalizia ni mengi sana. Au nimalizie? Hamna, hata hapo tutakomea. Okay. Yes. Pia wewe unakuwa unafanya shughuli gani zaidi sana? Mimi ni mchezaji. Okay. Mimi ni mchezaji wa mpira. Yes. Ni mwanasoka pia. Okay. Hapa kambini Nyarugusu. Kabisa. Ndiyo. Labda tuende straight kwenye pointi ambayo inaweza kawa ndio imetuleta hapa. Kuhusiana na msiba wa Sango, labda taarifa ya msiba ulipokeaje? Taarifa ya Sango nilipokea kwa manunguniko, kwa maana imekuja ghafla, ni kitu ambacho tulikuwa tukitegemei. Alafu pia tunakuja kusikia tu taarifa ghafla kwamba Sango ametuacha. Ni kitu ambacho kiliumiza sana mioyo ya watu ambao tuliwahi kushiriki naye, tuliwahi kuishi naye. Maana toka tufahamiane ni kwa muda mrefu sana hivi. Kabisa. Ndiyo. Urafiki wenu labda unaweza kukadiriwa kwa muda gani, miaka mingapi, vitu kama na hivyo? Toka utotoni ama vipi? Kwa urafiki wa mimi na Sango nafikiri kiwalali kabisa kwa kujitambua tulianza toka 2010, ambako tuliwahi kujikuta kwamba tumekwenda kujikita kwenye mashirika ya World Vision pale Youth Center, kwenye ukumbi ule wa center pale, kwenye zile kamati za vijana zile za waelimishaji rika, ndiko ambako tulikutana na Sango. Kuanzia mwaka huo mpaka alivyoenda Marekani tulikuwa tupo marafiki, mabesti tu wazuri, na ni mtu ambaye alikuwa ni mtu fair sana, ambaye tuliishi naye kwa muda sana. Tulifanya mambo mengi sana ambayo yalikuwa ni ya ushauri na saa kwa vijana wenzetu hapa kambini. Naamini hilo ni mojawapo wa mambo ambayo yalitukutanisha sisi na Sango hadi ilivyofikia yeye kuondoka kwenda Marekani, hadi pia alivyotuacha. Ina maana ni kitu ambacho tulikuwa hatukitegemei sana. Maana sisi wamoja tumebaki Nyarugusu, lakini tulikuwa matumaini kwamba tutafika Marekani, tutakutana na stories zitazidi kuendelea, lakini Mungu si asumani. Mungu ni Mungu, ana ya kwake ambayo anayapanga, ambayo hata mimi binadamu siwezi nikayapangua. Kabisa. Ndiyo. Yes. Kutokana na taarifa ya msiba ilivyokuja, labda kwa wale ambao ndo wanaisikia kupitia exclusive hii hapa, umauti ulimkuta kutokana na sababu gani ambazo zinaweza zikawa zimempelekea umauti? Mimi kwa upande wangu, yani hadi leo naweza nikasema kwamba sina taarifa kamili. Tofauti tu na kusikia kwamba alikutwa kwenye gari amefariki. Ina maana ni kifo cha ghafla. Okay. Ndio kwa maana nimesema taarifa yenyewe ilikuja ghafla, ambayo kwanza sikuwa nategemea. Sio kwamba eti nilipigiwa simu wala nini, hapana, bali nilikuja kujikuta hiyo taarifa imetanda mtandaoni. Okay. Ikanibidi nijaribu kufuatilia, hususan pia kwa watu ambao tuliwahi kushiriki nao kwenye makundi ya uelimishaji rika pale youth ambao wako Marekani tayari. Kajaribu kufuatilia, majibu yakaja kwamba ni kweli Sango amefanya nini, ametuacha. Okay. Kabisa. Hadi kufikia time hii hapa mazishi yashafanyika huko Marekani kama jinsi unavyojua? Naamini bado. Pia nilitegemea leo mida ya saa 3 hivi nikiingia hewani nijaribu kwanza kuulizia kuhusiana na taratibu za mazishi, maana pia itatubidi hata na sisi marafiki ambao tulibaki Nyarugusu twende tushiriki msiba hapo nyumbani ambako alikuwa akiishi ndugu yetu Sango. Ndiyo. Kwa maana sisi ni wanafamilia mojawapo pale, kwa sababu ni mtu ambaye tulikuwa naye sana. Ina maana tulikuwa tayari tumeshakuwa wanafamilia pia. Yes. Baada ya kukusikia tu hiyo taarifa inayosema kwamba amefariki, kitu kama na hicho, kwenye gari amekutwa tu amekufa ghafla na nini, labda kwa upande wako ulipata hisia gani kitu kama na hicho? Mtu tu amekutwa amefariki, vitu kama na hivi. Mimi naweza nikasema kwa upande wangu mzee, sitoficha. Yes. Yani kitu cha kwanza mimi nilishtuka sana. Okay. Nisifichi. Na nisiwe mnafiki. Yes. Yani kama nilivyoipokea ghafla, moja kwa moja naweza nikasema mpaka chozi lilinitoka kabisa, kwa kuona ni mtu ambaye
yani ni kijana kwanza, damu ndo bado inapanda. Maana tukizingatia na tukiangalia vizuri kiumri, kwa maana vijana wa sasa hivi wengi tunakuwa wakakamavu, lakini miaka inakuwa bado ni midogo. Kiumri kabisa naweza nikakadiria Sango kwa upande wangu mimi hawezi akawa ananizidi miaka 5 kabisa. Hapana. Akinizidi sana inaweza ikawa ni 2 tu au 3. Sasa ukilinganisha kwamba hiyo miaka 3 mpaka muda huu, yani ni mtu ambaye bado damu ilikuwa inahitaji kufanya kazi sana na kufanya mambo mengi hapo baadaye. Kwa ndio vitu ambavyo vilifikia hatua ya kuja kuniuma mimi na kuniona kwamba yani nimejikuta kwamba nimebaki mkiwa kwa asilimia fulani kwa sababu ya maisha ambayo niliishi naye, labda ya ushauri tofauti tu na upande wa kule ofisini tulikokuwa tunashiriki. Hata nyumbani pia tukikutana, kumbuka kwamba kipindi hicho pia alikuwa ni mwimbaji wa nyimbo za gospel. Pia na mimi nilikuwa ni mwimbaji wa nyimbo za gospel. Ina maana kama ni kazi ya Bwana pia tulikuwa na nafasi za kushauriana. Alishiriki sana dini. Ndio. Alikuwa ni Mkristo, alikuwa ni mwalimu wa kwaya, alikuwa ni mwalimu wa gitaa hapa kambini. Yes, kama jinsi unavyojua ameacha mtoto au hajaacha mtoto, ameacha mke, vitu kama hivyo tungetamani kidogo uweze kufafanua. Mimi na imani kwamba Sango ameacha mke na watoto. Kama sio mmoja yawezekana ni 2 au 3 pia, maana vijana wa sasa hivi tunakuwa faster kidogo. Kama ni 2 au 3 hivi au mmoja kabisa. Ndio. Lakini pia kuna baadhi ya vifo ambavyo vinatokea sana, hususan kwa sisi vijana ambao tunatoka hapa kwetu kujelekeza kule USA na nini. Tofauti na ndugu yetu Sango, kuna wengine pia ambao kuna ajali kama na hizo pia zinakuwa zinatokea, vitu kama na hivyo. Labda unaweza kuwa na kitu gani labda cha kuongea kutokana na yale madhara ambayo tunakuwa tunayapata kama vijana kule Marekani, vitu kama na hivi ambavyo vimemkuta ndugu yetu? Mimi naweza nikasema kwanza kutokana na hilo, mimi kwanza sio Mungu. Hicho ni cha kwanza, maana kila kinachoendelea Mungu anajua sababu zake. Pia kuna misiba ambayo inatokea, jamani tusiwe wanafiki na tusiwe waongo. Mimi ni mbembe wa baba na mama, babu na bibi. Lazima tuongee kitu kimoja ambacho tu kitakuwa na ukweli ndani yake. Kwa maana hiyo nikizingatia kwamba dunia sasa hivi sisi wabembe tuna tabia chafu sana, ambazo tu tunafikia kuangamiza vijana ambao ni taifa la kesho. Tukishindwa kuelewa kwamba kesho tunakoelekea ambao natakiwa tufanyie sisi kazi ni wale vijana ambao ndo tunawaangamiza. Ina maana unafiki unakuwa ni mwingi sana baina yetu. Pia kuhusiana na swala la mambo ya vijana, sisi Marekani vijana tuna aina tofauti, kama jinsi tulivyo hapa kambini. Tuna aina tofauti. Kuna vijana ambao hiyo misiba inajitokeza kwa sababu wanazozijua wenyewe. Maana ukienda kuchokoza vya mtu, huyo mtu ukimchokoza ujui jinsi gani alivyo, ujui ni maisha gani ambayo aliishi. Yawezekana ni mtu ambaye aliishi maisha ya kuumia sana, alafu akapata mafanikio kwa kuumia sana. Mwisho wa siku ukaja ukamfanyia kibaya na yeye atakurudishia kwa mabaya. Hilo lipo. Pia tumeweka vileo sana mbele. Ndio kitu kingine ambacho kinatuathiri sana. Maana ukiwa unachangia vileo na mtu mwingine umjui, kama hivi tulivyo hapa mimi na wewe, sijui moyo wako uko vipi na wewe hujui moyo wangu uko vipi. Tunachangia kwa furaha, lakini kipindi tunatoka sijui wewe unawaza nini ama wewe hujui mimi nawaza nini. Kwa hiyo kuna uwezekano wa kupata maangamizo hapo, tena makubwa tu. Kwa hiyo vileo pia ni sababu. Ina maana tunatakiwa tupunguze kwanza. Maana hata hizo ajali zinazotokea Marekani, yaani utasikia kijana amefanya ajali, ukifuatilia vizuri utakuja kusikia alifanya ajali kwa sababu alikuwa ni mlevi. Alikuwa amekunywa pombe, alikunywa pombe za kupitiliza. Kwa nini tunakwenda kupupia maisha ambao sisi tulitakiwa tuende Marekani, Canada, Australia, tukizingatia kwamba tuna nchi yetu sisi ambao tunatakiwa tuifanyie maboresho. Pia tuna familia zetu zinazotuangalia, yani zinatufikiria. Kwa nini tushindwe kujikita kwa kutengeneza mazingira ya kifamilia, kutengeneza maslahi ya nchi yetu, ili twende tuweke maua kwa wenzetu. Na ndio kwa maana tunapandwa sana Marekani. Maana ukizingatia kama Canada, Australia, ni mara chache sana kusikia kwamba kijana fulani amefanya nini? Amefanya ajali. Lakini ukienda kwa Marekani, ndugu yangu, hiyo Marekani inakuwa ndo kipengele kikubwa sana sana. Ina maana tunapupia maisha, atuangalie wapi tunatoka na wapi tunaenda. Na pia samahani, pia inatokana na sijui naweza nikasema ni makuzi. Unajua tukizingatia hapa kambini, ukishindwa kufika hata Makere alafu unapata fursa ya wewe kwenda Marekani, ujui Makere ikoje,
Ukienda Marekani lazima utaenda kuiwakia Marekani, unashindwa kuelewa kilichokupeleka wewe Marekani ni kitu gani. Ndio pale niliposema kwamba tunashindwa kuelewa nini tunaenda kufanya. Kabisa. Unaona? Ina maana tunaenda kupupia, na ndio maana vifo kwa vijana vinakuwa ni vingi. Tofauti na hivyo ambavyo utakuta mtu amefia kwenye gari, ukimfuatilia vizuri, utakuja kukuta alikuwa hanywi pombe, alikuta tu amekufa kama mfano ndugu Sango. Okay. Unaona? Ina maana kuna sababu ambazo zimejificha nyuma ya pazia, ambacho mimi na wewe hatujui, ila tu natoa kauli kwa ndugu zangu wa Bembe kwamba tujiangalie, tupo vibaya. Tunakoelekea hata kwa Mungu ile toba tutaipata, kwa sababu maangamizo ni mengi sana. Ya, naamini hivyo kabisa. Kutokana na kundi ambalo labda uliwe kushiriki na nini, na pamoja na ndugu yetu Sango, ni kitu gani ambacho umekiandaa kama kundi pia? Ya, nafikiri hususan kwenye masuala ya kundi, na nadhani kwamba mpaka sasa hivi nafikiri bado uongozi unafikiria, kwa sababu mimi nilikuwa mwanakamati wa kundi nyingine, kwa maana tukizingatia pale UC Center, na imani kwamba mpaka leo pana makundi ya uelimishaji rika ambayo yanasimamiwa na recreation na youth representative. Ina maana youth representative anasimamia recreation, anasimamia Yekon pamoja na Learn From Me ambao ndo JKK. Ila kwa kipindi hicho ndugu Sango alikuwa ni mwanamemba tena mwanakamati wa Yekon group. Kabisa. Yeah. Kwa kuwa uliwahi kuishi naye kwa muda na pia ni muda mrefu sana, ikosi takriban nikikadiria kutokana na umesema kwamba ameanza kufahamiana toka 2010, ni muda mrefu, miaka 10 na zaidi hivi. Pia kutokana na matukio yake ukiyakumbuka na hivi amekuacha, ni tukio gani ambayo mara nyingi unakuaga unalikumbuka au ambalo ulianza kulikumbuka baada ya kusikia amefariki na ambalo huwezi kulisahau katika maisha yako? Alafu hapo limekuja kunichekesha kwa sababu kwanza Sango alikuwa ni mtu mcheshi sana. Ina maana amwezi mkakaa sehemu ambako yupo mkakosa kucheka. Ina maana kwanza alikuwa ni mtu wa kwanza kufurahisha, alikuwa ni mcheshi. Pia kuna kipindi ambako kuna timu ambayo ilitoka hapa kambini ikaenda kufanya exchange visit Kigoma. Historia yake ambayo alikuja kuileta ni kwamba aliwahi kudondoka kwenye bajaji. Ina maana kipindi wanaenda shule, baada ya kutoka shule wanaenda kwenye kampeni, alikuwa amevalia suti nyeupe kabisa. Sasa kulikuwa kumenyesha. Yeye akalia kwamba mimi nitapanda kwenye bajaji afu nitakaa mlangoni. Akawa amepanda, wakati anapanda ile bajaji baada ya kuwashwa ikawa imekunja kona. Sasa yeye alikuwepo mlangoni, moja kwa moja kudondoka kwenye zile tope. Unaona? Kwa hiyo ikafikia hadi ile suti ile ikawa imefanya nini? Ikawa imechafuka. Kwa hiyo nilifanya mimi kupokea hiyo taarifa. Hicho ndio kitu cha kwanza kilianza kuniingilia akilini. Sango. Maana nikizingatia hivyo baada ya kupokea hiyo story, na nikaja kukumbuka kipindi tulikuwa naye, alikuwa ni mtu kipindi tunatania, alikuwa ni mtu ambaye alikuwa anachekelea sana ukimuita Sango na Sindi, hapana Sango Rashidi. Maana sisi tulikuwa tunapenda kumuita Sango na Sindi. Sasa ukimuita hivyo kuna muda unaona kama vile anakuwa serious sana, muda mwingine unaona mtu ambaye alikuwa serious tena anaanza kucheka, anaanza kufurahia. Haya ni mambo ambayo tu yamenifanya mimi nijaribu feelings zangu zijaribu kuhama sana kuhusiana na mapokezi ya kifo chake. Ina maana ni mengi sana ambayo unajua mdomo ndio hivyo, uwezo kaweza. Mwisho wa siku watu wengine tukikumbuka, yawezekana hata vilio tunaweza tukaanza kulia kwa sababu ya mazingira tulioishi. Na ndio Yes, kauli gani ambayo unaweza kaitoa kama kauli ya kumuenzi kitu kama hicho? Mimi kwanza naweza nikasema kwamba Mungu ajaribu kumpokea kwa amani na usalama, pia ampunguzie adhabu, kwa sababu tukizingatia kwamba yeye ni mwanadamu kama sisi tulivyo binadamu. Kwa hiyo tuna makosa. Hakuna mwanadamu mkamilifu mbele za Mungu, asikudanganye mtu. Maana ukiniambia kwamba eti umekamilika kwa 100%, mimi nitakuuliza swali moja tu. Ambao ukiniambia tu eti kwamba mimi nimekamilika kwa 100%, swali moja ambalo na ni dhambi kubwa sana ambayo ina uwezo wa kumhukumu kila mwanadamu hapa chini ya jua, ni tamaa. Nitakuulizia tu, kwani hujawahi kutamani? Ukiniambia hapana, basi nitakwambia wewe ni mnafiki na wewe ni mbaya, ina maana wewe ni adui wa maisha. Kwa hiyo naamini kwamba hata wewe umejiosha kwa Mungu kwa 100% zote, lazima uwe mtu mwenye makosa. Kwa hiyo niseme tu Mungu azidi kumsamehe sana na ampokee salama. Aifanye ile nafsi ya Sango kuwa ndani ya watu wengine ambao watakuja kuokoa vijana wengine, kwa sababu kazi aliyokuwa anaifanya
ilikuwa ni kazi kubwa na ilikuwa ni kazi ya kumfanyia Mungu pia. Ina maana Mungu ajaribu kutuandalia Sango mwingine ili haja atuandalie pia na vijana. Maana ukiangalia, ukifuatilia vizuri, kuna mpaka hata vijana mtandaoni utakuta anatuma salamu za rambirambi, afa anatuma picha ambazo alikuwa naye, huyu ndo alikuwa mwalimu wangu, kama mimi nilijua gita huyu ndo alinifundisha, kama mimi nilijua kuimba huyu ndo alinifundisha. Sasa wote hawa, ule moyo kutoweka, ina maana umempoteza mwelekeo. Kwa hiyo Mungu ajaribu kuweka ujasiri kwa vijana, ajaribu kuweka ujasiri pia kwa sisi ambao tulibaki, pia ajaribu kuichukua ile nafsi ya Sango ya utulivu, utuwema, unyenyekevu, ustarabu. Maana hizi zote hali Sango alikuwa nazo. So kwamba eti ameshafariki tu, maana wengi tuna zile kauli za kusema kwamba yule ambaye amekufa ndo waga anasemewa nini kizuri, lakini tujaribu kuchukua tu mazingira ulioishi na yule mtu. Maana una uwezo wa kunisemea mimi mabaya, lakini ambaye naishi naye akanisemea mazuri pia, au ambao sijaishi naye akanisemea mazuri. Kwa hiyo nimtakie tu njia iwe salama na iwe safi kwake. Mungu ampokee, malaika wampunguzie adhabu, ili kesho kutwa na sisi tutakapofika huko tuende tukutane paradiso wote pamoja. Naamini hilo. Kauli gani ya faraja ambayo pia ungetamani kutoa upande wa familia, mke na watoto walioachwa kitu kama hicho? Mimi niseme tu kwanza nawapa rambirambi zangu, nawapa pole sana. Pia najaribu kuweka moyo wa imani ujaribu kukaa ndani yao. Maana yote ni mapito. Mungu ndo alipanga itakuwa hivyo, kwa sababu asingekuwa amepanga yeye isingetokea. Lakini kwa sababu Mungu ndo alipanga, basi niseme kwamba nawapa pole sana tu. Tuko pamoja kwa msiba hadi tamati, tupo pamoja. Mungu ajaribu tu kutufanyia wepesi na sisi ambao tulibaki kama wanafamilia. Maana na mimi najiweka kwenye familia sababu ni ndugu yangu, alikuwa aishakuwa ndugu yangu. Yule ni ndugu yangu. Kwa hiyo niseme tu Sango Rashidi, Mungu akupokee. Sisi familia ambao tulibaki tunakutakia safari iwe njema, na Bwana aendelee kutupa ujasiri sisi ambao tumebaki, ili tuamini siku moja hata na sisi yatapita kwetu. Yes, sasa hivi kutokana na swala zima la mazishi na nini kule Marekani, ni state gani labda pia, na kwa hapa kwetu msiba unapatikana sehemu gani? Naamini kwa Marekani ni msiba upo Kentucky kama sijakosea, ila kwa hapa nyumbani, hapa Nyarugusu, nina imani msiba utakuwa hapo Detroit. Japokuwa sijatembelea, nimefika hapa na mimi ndo nilikuwa bado natokea kwenye msiba mwingine Detroit. Sasa sijaulizia sana kuhusiana na hapo nyumbani hapo Detroit, ila naamini kwamba msiba utakuwa hapo maeneo ya nyumbani tu hapo Detroit, au wahamishe. Hata wakihamisha nafikiri tu tutafahamu vizuri, kwa sababu hatuwezi tukakosa kwenda kushiriki siku moja ama mbili pale msibani, kama marafiki, kama ndugu, kama jamaa pia. Asante sana kwa muda wako. Asante pia na nyie. Yes, mpenzi mtazamaji wa Alobo, na hisi tumeongea mambo mengi sana kuhusiana na taarifa ya msiba ambao ni manunguniko kwetu sote kuhusiana na kifo cha kaka yetu Sango. Kitu kama na hicho na hisi umeelewa, na ikiwa ndo mara ya kwanza unatutembelea, jaribu kusubscribe, kucomment pia kuhusiana na mada husika, lakini pia usisahau kushare video hii hapa, ushare na ndugu zetu ambao wanatamani kusikiliza kile ambacho kinaendelea kwa hapa kwetu, na ambao wako nje hapa kwetu pia ambao ni ndugu zetu. Mara kwa mara utakuwa umefanya jambo jema sana. Asante.